Wacha kuangalia ng'ombe. Wewe kwani unaangalia ng'ombe? Ndio taswira ya wanafunzi wa darasa la pili na la tatu katika shule ya msingi ya Nachurur huko Tiaty, kaunti ya Baringo. Can you do that assignment? Ukosefu wa madarasa ukiwalazimu kusomea chini ya mti, hali inayowazuia kuwa makini wanapofunzwa. Mawe haya ndio hutumiwa kama dawati, huku wakitumia mapaja yao kushikilia vitabu. Mifugo wakilishwa kando ya darasa lao. Wakati wa jua kali, wanafunzi wanaathirika kwa ile mwangaza kubwa inatoka juu. Vumbi kila mahali, so inaathiri sana mtoto wa mali hapa. Wanafunzi wa darasa la 4 na la 5 wamelazimika kutumia darasa moja kwa masomo yao. Hapa walimu wanapata muda mgumu kuweza kuwafunza, kwani wengi hawafuatilii kwa makini yanayoendelea. Wanafunzi wa darasa la 6, 7 na 8 wanafunzwa madarasani na walimu hao wawili. Wanafunzi wa kike wakipata taabu wanapokuwa katika siku zao za hedhi, kwa sababu walimu hao ni wa kiume na hawatambui shida kama hizo. Walimu wawili kufika ile kuandika scheme of work ni ngumu, na kuandol wanafunzi kuanzia saa 1 mpaka saa 11. Hii umeleta uchofu kama wangetuma at least hata walimu 6-7 ndio tuweze tushindane na Wakenya wengine. Kulingana na naibu mwalimu mkuu, shule hii ina madarasa 3 yaliyojengwa na shirika lisilokuwa la kiserikali la Action Aid. Wenyeji wakitaka serikali kuingilia kati na kuongeza idadi ya madarasa na hata kutengeneza bweni. Kwa haraka hawarakisha, sababu hii ni mwaka mpya, mnataka mwezi endelee hiyo kazi, alete walimu, alete machenzi kujenga hii madarasa. Masaibu ya wanafunzi hawa yanaashiria kiu cha elimu miongoni mwa wanaoishi katika maeneo kame. Changamoto kuu ikiwa ni kwa Wizara ya Elimu na viongozi wa maeneo haya kuhakikisha ya kuwa wanafunzi katika maeneo haya wamepata vifaa muhimu vya kuwasaidia kupata masomo katika mazingira yanayofaa. Gatete Njoroge, Nipashe Wikendi.